Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo leo tarehe 14 mwezi wa 5. Mapenzi yake yatakuwa kwetu kipimo kikubwa kwa kila kazi takatifu. Mapenzi yake yatakuwa kwetu kipimo kikubwa kwa kila kazi takatifu. Ndugu mpendwa, ili mapenzi ya Mungu yadhihirike katika maisha yetu, Mtakatifu Gaspari del Bufalo anatualika kuzitenda kazi takatifu. Kazi takatifu ni jumla mambo yote tuyafanyayo yanayompendeza Mungu. Mambo hayo twamtendea Mungu kupitia watu wanaotuzunguka. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 40. Kwa jinsi mlivyomtendea mmoja wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, haya ni baadhi ya mambo ambayo tukiyafanya twaitenda kazi takatifu. Jambo la kwanza ni kuhubiri neno la Mungu kwa watu wote na kuwavuta watu wengi wamjue Kristo, kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19. Jambo la pili ni kuwasaidia wahitaji kama watoto yatima, wazee, walemavu, wajane na wagane na wote wenye uhitaji. Tukitambua kuwa huo ni wajibu wetu kiimani, na kupitia wajibu huo mapenzi ya Mungu yanakuwa kwetu kipimo kikubwa. Jambo la tatu ni kuwatembelea wafungwa na kuwafariji wagonjwa, kuwatia moyo katika magumu wanayopitia kwa kuwaonyesha upendo na kuwafanya watambue kuwa tumaini lao lipo kwa Mungu tu, hivyo kuwahimiza kusali na kuvumilia mateso yote wanayopitia. Jambo la mwisho ni kutimiza wajibu wetu. Tukitimiza vyema wajibu wetu katika kanisa na taifa, tunaifanya kazi ya Mungu na mapenzi ya Mungu yanakuwa kwetu kipimo kikubwa. Kama anavyotuasa Mtakatifu Gaspari del Bufalo katika moja ya falsafa yake akisema, kwa Mungu tufanye mengi, upesi na vizuri. Tufanye mengi kwa sababu Mungu anastahili hivyo, na upesi kwa sababu maisha ni mafupi, na vizuri kwa sababu inatupasa kumtumikia Mungu. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tumwombe Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, mapenzi yake yapate kutimia katika maisha yetu kupitia utume tufanyao kila siku. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Whitson Fagens, wa misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu Kristo.